Mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, Katibu Mkuu wa TFF, wakurugenzi mbalimbali katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, mwenyekiti wa kamati ya tiba ya TFF, wanasema mwenyekiti wa chama cha madaktari wa tiba. Bado tuna kamati ya TFF inayohusika na tiba, lakini pia kuna chama cha madaktari wa tiba za michezo ambaye mwenyekiti wake ni makamu wake. Kwa hiyo kuna kocha wa timu za taifa za wanawake, watumishi wa TFF walioko hapa, watumishi wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya waliopo hapa, wachezaji wetu wapendwa wa timu yetu ya Twiga Star mliopo hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, naomba niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, napenda kuchukua fursa hii adhimu kwanza kuishukuru serikali yetu ya Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake, hususani waziri wa afya pamoja na waziri wa michezo, kututengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuwa hapa na kuweza kuzungumzia jambo hili la afya ya moyo pamoja na kuingia makubaliano ambayo tusaidia kushirikiana. Mheshimiwa Mkurugenzi, mimi nikushukuru sana. Michezo iko mingi, lakini jambo la kwanza, miezi kama sio mitatu minne, ulinipigia simu kuhusu hili jambo. Nilifikiria sana kwamba kuna michezo mingi, kuna wanariadha, lakini kwa nini umetuchagua sisi tuanze mahusiano haya ya kushughulika na afya ya moyo kwa wanamichezo kwa kuanzia kwa mpira wa miguu? Ni jambo jema sana. Asante sana na kushukuru sana. Kuanzisha programu ya moyo wa michezo, sports cardiology program hapa nchini, hii itakuwa ni ndoto ambayo inakwenda kutimia katika kipindi muhimu sana katika historia ya michezo nchini kwetu. Kama mnavyojua, tutaandaa mashindano ya Chani 2025 kwa kushirikiana na wenzetu wa Uganda na Kenya, lakini pia tutaandaa AFCON 2027. Niwajulishe kwamba kabla ya kuandaa mashindano kuna ziara na tafiti mbalimbali zilifanyika, na mojawapo ya ukaguzi ule na zile ziara ilikuwa ni kwenye hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili pamoja na hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Sema kweli, timu ile kwa maelezo waliopewa na aliyekuwa mkurugenzi wa hospitali ya Muhimbili, Profesa Janabi, na mipango ya baadaye ya hospitali yetu hii yaliwavutia sana, lakini pia kama hayo yalifanyika pia kwenye hospitali ya Mnazi Mmoja kule Zanzibar. Kwa hiyo walitoka na kwamba Tanzania angalau wachezaji watakapokuja kutoka duniani watakuwa wako sehemu salama. Lakini pia nahisi hili litaongeza sana ile heshima yetu na kuhakikisha kwamba angalau unapokuja kucheza mpira Tanzania utakuwa uko salama. Mheshimiwa Mkurugenzi, sisi tuna vituo viwili vya ufundi, Kigamboni na Tanga kule Mnyanjani. Sema kweli, katibu anajua ninavyohangaika kila siku na wakurugenzi wa halmashauri hizi za Kigamboni na Tanga kuhakikisha kwamba angalau kwenye vituo vyetu tunakuwa na angalau kuwe na kituo cha afya ambacho pia kitahusisha na sports medicine. Nadhani pia nilikugusia hayo. Lakini bado tunaendelea kwa sababu hawa wanakaa Kigamboni kule kwenye kituo chetu. Huwa kila siku naomba Mwenyezi Mungu lisitokee jambo lolote. Lakini pia katika yao maeneo ambayo umeyataja, naomba ikiwezekana kwa hapa Dar es Salaam kama mtaanza,
na Kigamboni kule sisi tutawapa eneo ili muweke kituo hicho. Na tunaweza tukaongea pia na manispaa ya Kigamboni kukawa na sehemu kama kutakuwa na zahanati waweze kuhudumia wale majirani walioko pale. Lakini pia wachezaji wetu watakapokuwa pale watakuwa wako salama na hakutakuwa na shida tena. Lakini pia na Tanga tuna mazungumzo na jiji na kuna wadau fulani tunaongea nao, tuko pia kwenye jambo. Lakini pia kama rasilimali itakuruhusu hata Tanga tunakukaribisha. Kwa mara nyingi tumekuwa tunakumbwa na changamoto kubwa ya vijana wetu hasa mashuleni na katika timu za mitaani kupoteza maisha ghafla uwanjani kutokana na matatizo ya moyo. Kijana huyu ambaye ametajwa Mrisho alifariki kule, alifunga goli akashangilia kwa somersault fulani hivi, baadaye kumbe alipata matatizo, sijui ni umeme wa moyo au nini, akafariki. Lakini pia kuna kijana mwingine Tanga, nadhani mwalimu anajua, alianguka akatoka nje akapata huduma akarudi uwanjani, alivyoanguka mara ya pili akapoteza maisha yake. Kwa hiyo hizo ni kesi nyingi zinatokea. Lakini kwa wale wa zamani, wakati huo nilikuwa mdogo, kulikuwa na mechi na hisi ilikuwa Simba na Yanga, kuna mchezaji wa Simba alifariki, alikuwa anaitwa Hussein Tindwa. Alifariki lakini ilikuwa ni matatizo ya moyo. Lakini sasa kwa hawa ndugu zetu kaambua sijui kuna majini nini, na mengi ni mambo hayo yanayozungumzwa kwamba mchezaji anakufa uwanjani, basi wanasingizia mambo mengine ya ushirikina. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nadhani kwa kutambua hilo, TFF pamoja na chama cha madaktari pamoja na kamati yetu ya madaktari ya michezo Tanzania tunaungana rasmi na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kuanzisha na kusimamia kwa pamoja programu hii ya moyo ya michezo ambayo itahusisha uchunguzi wa afya wa moyo kwa wachezaji wote wa ligi kuu na ligi daraja la kwanza na First League. Lakini tutakwenda mbali zaidi pia na wachezaji wetu wote ambao tutakuwa tunawaita timu ya taifa, tutakuwa tunawaleta ili waweze kufanyiwa uchunguzi huo. Kwa hiyo vilabu vitafaidika, wale ambao wataitwa timu ya taifa watafanyiwa. Lakini kwa hizo ligi zetu ambazo ni elite itakuwa ni lazima mwenyekiti, changamoto hiyo nakupa igeuze iwe fursa, kisha kwamba wachezaji na mkurugenzi basi hata kama kuna ada fulani hivi basi ziwe reasonable kidogo. Na tutaangalia hata kama timu zitasema hazina uwezo, sisi tutagarantii kwa sababu kuna wadhamini. Hamna mchezaji yote atakayesajiliwa kuanzia msimu ujao kama hatafanyiwa check up ili tuweze kujua yuko salama. Mafunzo maalum kwa madaktari wa timu zetu na wataalamu wa afya kuhusu magonjwa ya moyo yanayohusiana na michezo hii. Sasa hivi kuna sheria lazima timu hiyo na daktari ambaye ana sifa. Na nimemwambia mwenyekiti wa kamati ya tiba na mwenyekiti wa chama cha madaktari tunataka tupate, je, ni mmoja tu au ni wangapi, ili tuweke kwenye kanuni zetu. Kwa hiyo wote wale ambao watastahili kuwepo kwenye technical bench zetu lazima wapate hayo mafunzo. Kampeni ya Sports Heart Marathon ambayo itafanyika na taasisi hii ya moyo ili kujenga jengo la moyo na kuhamasisha wananchi kuhusu afya ya moyo, wana michezo wetu ambao TFF itatoa ushirikiano kamili katika maandalizi ya utekelezaji huo. Tumejifunza kutoka nchi mbalimbali. Nilikuwa naongea na mkurugenzi hapa, kuna Aspire iko kule Doha. Nilimwambia pia wakati tunataka kujenga majengo hayo au hizo taasisi, ni vizuri watu wakafanya ziara kule wakaona vitu gani vinastahili kuwepo. Lakini pia sehemu mbalimbali, kwa mfano Italy, Ujerumani na Uingereza, mpaka hata timu kwenye vituo vyao kuna tayari kitengo cha tiba ya michezo. Na ni furahi kwamba Dr. Eva hapa amezungumza kwamba sio afya ya moyo tu, takwenda mbali hasa na matatizo mengine yote, ikiwezekana na mifupa na
misuli ambayo inakuwa na matatizo kwa wachezaji wetu iweze kuja kuhakikisha kwamba tunafanyia. Lakini pia uchunguzi wa mifumo ya afya za wanamichezo ambao matokeo yake itakuwa ni kupunguza vifo vya ghafla na kuongeza muda wa maisha ya wanamichezo na kuongeza ushindani wa kimataifa. Mheshimiwa Mkurugenzi, tumekuwa na tatizo kwenye viwanja vyetu. Tumeona kwamba sio rafiki, umri wa maisha ya wachezaji wetu unapungua kutokana na kucheza kwenye viwanja ambavyo havina sifa, vinawasababishia wapate majeraha makubwa na wengine wakashindwa kuendelea na maisha ya mpira ambao wengine ni sehemu kubwa ya maisha yao. Kwa hiyo kwa kuwa na jambo hili pia ina maana tutahakikisha kabisa kwamba mchezaji kama alikuwa Mwenyezi Mungu kapanga acheze miaka 20 atapata 20 yake, lakini kwa matatizo ambayo tulionayo hapa unaweza kukuta mwingine anacheza miaka 5 au 7, ukimkuta amecheza miaka 10, 15 ni ana bahati. CAF na FIFA pia wamekuwa wakisisitiza juu ya umuhimu wa uchunguzi wa moyo kabla ya wachezaji kushiriki mashindano yoyote. Hii ni sehemu ya sera za kimataifa za ulinzi wa maisha ya wachezaji. Sisi kama TFF hatuwezi kubaki nyuma na tunajiunga na vyama vyote vya mpira duniani kwa utekelezaji wa sera hii ya kuanzisha sera mpya kwa kila mwanamichezo kabla ya kujiunga na michezo lazima achunguzwe afya ya moyo na kuendelea kuchunguzwa kwa vipindi tofauti tofauti. Hii ni kwa ngazi zote hadi mashuleni. Tunafahamu pia kuwa bila programu hii changamoto tunazozipata ni nyingi: kutojua hali ya afya ya wachezaji wetu, kupoteza vipaji kwa vifo visivyotarajiwa, kupunguza morali ya jamii kuwekeza katika michezo na hata kuathiri sifa za nchi kimataifa pale mchezaji anapoteza maisha kwenye viwanja vyake. Hivyo basi kwa kuanzisha jengo la sports cardiology ni kama ndoto inayotimia katika zama mpya za michezo Tanzania na hususani mpira wa miguu, na ni hatua ya kihistoria. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa, kwa maono yake kwa kuweka afya ya wanamichezo kama kipaumbele, ambao amekuwa akitoa michango na hali ya juu, ikiwa ni pamoja na kujumuika na wanamichezo wetu uwanjani na kutoa motisha mbalimbali pale timu zinaposhinda. Natumai ataunga mkono harakati hizi za nchi yetu katika kujiandaa na michuano hii mikubwa ya kimataifa ambayo amewekeza hela nyingi kwenye miundombinu, lakini pia na kuweza kuwahudumia wageni tutakao nao. Kwa hiyo atakapolisikia hili ataliunga nalo mkono, ili ikiwezekana isiwe ni hapa Dar es Salaam tu, ikiwezekana kila sehemu ambayo tuna vituo vya afya yaweze kuwepo, tuweze kuwa na vifaa hivi vya kuweza kufanya uchunguzi. Kwa niaba ya TFF nasema tunafurahi sio kifani. Hii ni ishara kwamba sasa taifa letu litachukulia michezo kwa uzito unaostahili na sio tu kama burudani, bali kama nyenzo za afya, ajira, diplomasia na maendeleo. Mwisho tunarudia maneno ya mkurugenzi mtendaji wa taasisi aliyosema, hakuna sababu ya kijana kufa uwanjani kama angepata uchunguzi wa moyo mapema. Hili ndilo tunalosimamia pia sisi TFF, na tuko tayari kusaidia katika ujenzi, vifaa, wataalamu, pamoja na kuhamasisha klabu zetu kushiriki kikamilifu. Hii sio kuhamasisha, tutaweka kanuni ambazo zitasababisha washiriki. Ukisema kuhamasisha watasema kwamba labda tunawaomba. Hapana. Tunapoweka kanuni itakuwa ni jambo la lazima, na tutakuja kushirikiana tuangalie kwamba kanuni hizo tutazitekeleza vipi. Kamati na chama mtatusaidia kwa hilo. Na katika kuthibitisha hilo, hivi leo tutasaini makubaliano maalum MOU pamoja na taasisi hii katika kuelekeza zana mpya za mageuzi katika ulimwengu wa michezo. Kwa pamoja tutalinda maisha ya wanamichezo wetu na kuleta mafanikio makubwa katika Tanzania yetu. Asante sana. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki TFF, Mwenyezi Mungu ibariki JKCIA.